yani bwana leo katika challenge au basi. Kwa nizalilishe. Bwana siwezi kuzalisha. Hujajipanga. Hadi kutiba alaikum siyam. Ukishindwa hata kusaidia mputa hapa kutiba alaikum siyam. Nipe. Jadu mpe challenge hapa. Bwana leo katika kabla kuchambua ule mpira. Leo katika challenge ya Qur'ani na watu mashuhuri nipo na Jadu. Sasa siisomi kwa kiraa. Siisomi kwa kiraa, sio? Usisome kama mganga wa vitabu. Hawasa usinipangie A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wama hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib. Bismillahir rahmanir rahim. Bwana leo imekuwaje mndani? Jadu umechomoka hapo. Si tunaendelea kwanza. Hapa mimi vitu. Hiyo record na simu yake ili aposti. Wala aswir. Innal insana lafi khusr. Sasa vitu si ndio hivyo Jadu? Vitu haviongopi. Bwana. Mdaka bwana sio mdaka mishale tu. Jigidiala. Umeona mudathili haya basi. Kiungo anko. Kiungo anko. Anko unatisha. Anko uwe Simba. Anko huyo. Anko mudathili. Mwanaume depu. Mwanaume depu. Shekhe. Mimi nikikwambia kitu sijawahi kufunga, sijawahi kudanganya umma. Simba hapa leo kapata ujumbe. Bana wale watakumzingua kwa kipango. Nani tena huyo? Kipa la bodi hilo. Asalamu alaykum kipa lazima ape salamu. Assalamu alaykum. Al-Khaif al-hal. Alhamdulillah. Congratulations. Bana Simba Digidiana. Clean sheet Simba Digidiana. No problem. Ashaelewa. Yaani maelezo ni kidogo. Elewa kwingi. Kipa clean sheet tu. Inawezekana. No problem. Sasa wewe unataka nini? Mimi nawaambia kitu kimoja. JKT na Simba wanakaa nyumba hii. Wanalala kitanda hiki. Yaani hawa ni ndugu. Pale kitanda chao Meja Jenerali Samuyo. Huyu leo ataenda kumuhadisia mwenzie. Bwana kilichonikuta hawa watu sio wazuri. Kuwa nao makini hiyo Jumapili. Sio ile tulianza kubana. Hesu umeelewa hapo? Watugongi. Tugonga swala lipi? Hatugongi. Wewe unaweza kugonga. Na kwa nini wako kugongi? Kugongwa sasa tugonge. Tunapata ajali. Kupushiwa na kuna kugongwa. Huyu vipi bwana? Labda wapushi na gari. Kupushi na gari inawezekana. Ila kugongwa hilo ni kiungo, so speed bajana. Mchezaji. Mtu wa maana. Bwana katika watu ambao wana ubonda. Huyu bajana ni hatari. Yule sagari kwa bajaji inaweza kugonga. Wale wamegongana. Mwili na gari ni kupushiwa. Bwana kiungo respect. Bwana unatisha. So spita bwana. Weka. Cha timu ya taifa aone. Kanzo ataka challenge. Bwana leo katika challenge ya Qur'ani na watu mashuhuri nipo na Munibeka. Inna a'tainaka al-kawthar. Salli rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Imeenda. Munibeka yumo. Imeenda hiyo. Munibeka yumo bwana. Hiyo imeisha. Bwana hawa wataenda kuwahadisia wenzao. Sawa. Kwa nini Yanga amemfunga JKT magoli 5? Kumbukeni JKT ndio timu iliyokuwa inaongoza ligi kuu Tanzania bara. Kumbukeni kwamba JKT ndio timu ngumu kufungwa hapa Dar es Salaam. Haijafungwa na mtu yote hapa Dar es Salaam. Watu wamekuja hapa wametoa sare leo, wengine wamefungwa na JKT. Mechi nyingi zilikuwa ngumu kwa watu. Lakini Yanga Africans kaja hapa kampiga mtu chuma 5. Nini tafsiri yake? Tafsiri yake ni kwamba Yanga wanaitaka dabi ya Kariakoo. Sasa hawa wachambuzi ambao huwa wanachambua kwamba kocha mpira mgumu Gonzalez sijui kafanyaje, wauchambue na mpira wa leo. Sisi huwa tunamhudumia mgonjwa kulingana na ugonjwa alionao. Shehe, uwezo ukaona malaria ukapewa dawa za ARV. Inawezekanaje? Yaani wewe uwezi ukaona pepo punda hivi ni upoje. Simba hawana huo. Huo pepo punda upo pale Msimbazi. Sasa sisi huwa tunatoa dawa kulingana na mtu alivyo, lakini hata wachezaji wetu wanacheza kulingana na majukumu wanayopewa.
Kwa mfano Depu ni striker hatari, si umenielewa? Yani Mungu kampa kile kipaji kwamba wewe Depu ni striker, anaonyesha ustreka. Dube ni mshambuliaji hatari, Mungu ndo kamumba hivyo. Mangungu ni fundi gereji hatari, si umenielewa? Engineer Hersi ni kiongozi wa mpira hatari, Mudasiri haya basi ni kiungo hatari, si umenielewa? Bwana Magoli wewe utaenda kuleta ugoigoi wa hatari Msimbazi. Yani kila mtu anakuwa na kipaji chake, Mwenyezi Mungu kampa. Sasa sisi watu wa Yanga tumetunukiwa, huyu ni mwanashairi hatari. Nipe shairi la leo. JKT wamesarenda kwa Yanga, wakapigana saluti amri bila kupinga, wakasema wananchi tumeamini mabingwa, leo tumekula tano anefatia ni Simba au Kolo. Leo tumekula tano anefatia ni Kolo. Salamu tuna zima tu washoneni. Stop. Umesikia? Ahali kajipapatua katoa sare. Wewe unafanya timu yoyote Afrika hii. Lakini wana beki pale kasifiwa mpaka na Haji Sunday Manara Bugatti. Beki gani? Nasema mimi namkubali sana. Kusifiwa ndo kujua. Hata mimi kumuelewa. Manara alivyosema anamsifia Rushaina akajua anamsifia mkewe aliyomuoa akamwacha, sio Diruki. Wewe umechanganya. Manara akasema Rushaina yule mkewe, umesahau. Akasema anafanya tackling za maana sana. Ndio mkewe, wewe anaingia ufunguni shekhe. Wewe uliko uelewi? Huyo Rushaina sio beki wa Simba, sio yule. Nyinyi mmechanganya mafaili. Shida hasa wewe Bugatti atamjua beki kweli wa maana? Mimi ndo nakuuliza wewe. Yaani kwamba Bugatti hajui mpira. Wachezaji wazuri Bugatti hawajui. Kwamba hajui wachezaji wazuri. Bugatti alivyokuwa anasema yule Rushaina anajua kuingia uvunguni, alikuwa anamaanisha mkewe Rushaina. Sasa hapo mnachanganya watu wawili. Beki kutoka South Africa na mchumba wa Manara ex wake. Hapo mnavuruga. Lakini Rushaina Manara akisifia Rushaina kuwa makini. Lakini Rushaina the rock beki. Ndio nisikilize. Lakini unakubali kwamba ni beki wa maana. Angalia, eti Manara anasema huyo beki ana sura nzuri. Handsome boy. Sio wewe uko unaelewaje? Si kwamba sio lazima beki uwe na sura personal. Wewe unaweza kuniambia mimi handsome boy? Labda huna hiyo sura. Labda wewe hauna hiyo sura ya wewe unaweza kumwambia mwanamume mzee handsome boy. Yule alikuwa na maana yake. Unaniuzi.